Namshukuru Luba Tete Muumba pekee wa kweli ambaye ametuwezesha tena kukusanyika kwa siku ya leo. Ni kwa sababu ya upendo wa neno lake ndio maana tuko hapa. Tusio tunasahau kwamba bila ukweli, bila neno, kama sisi wengine hatujuani hata kidogo. Kila mmoja angekuwa sehemu yake huko, yani ingelikuwa kitu kingine. Kwa hiyo neno huwa linatufanya tuwe kitu kimoja. Hata sehemu ambapo hatujafikiria kutembelea, lakini kupitia neno tunafika. Unajiuliza ni lini ambapo ungefika hiyo sehemu. Wiki kadhaa ambazo zimepita, Ndugu labda ni sauti. moja za mbili, Ndugu sauti. tulikuwa sehemu ambapo ulikuwa kanisa nyumbani Luxembourg. Ni masaa kama 4 na 5, aidha 4 aidha 5 na gari, lakini sikuwahi hata siku moja kwamba naweza nikafika. Maana niende kufanya nini? Na kuna nani mwangu kule, kuna ndugu yangu, kuna rafiki? Hakuna. Kwa hiyo sikufikiri hata siku moja. Mwezi huu unaokuja mwisho wa mwaka, tuseme mwezi wa 12, neno likiruhusu, wapendwa wataenda huko Benin. Tutaenda huko neno likiruhusu. Nani alifikiri katika mafikira yake kwamba anaweza akaenda sehemu hiyo? Hata mmoja. Lakini neno linatufanya kusafiri, kukutana na wapendwa, kwenda mahali ambapo hatujawahi hata kufikiria kama tunaweza tukafika huko. Nyote ni mashuhuda. Kuna wapendwa ambao walitoka huku nao waliingia Tanzania kwa mara ya kwanza, wengine hawajui, wengine wase, yani Afrika ndio mara yao ya kwanza. Haya yote ni kwa nini? Kwa sababu neno linafanya watu kukutana, na wakati mnapokutana ni furaha ambayo iko tofauti na ile furaha ambayo tuliyokuwa nayo katika hiyo mikusanyiko ya dini. Kwa hiyo neno ni nzuri, na hiyo ni neema ambayo tumeipata katika wakati huu. Ndio maana nyakati kama hizi za mikutano tunakusanyika kwa furaha, tena tuko kama vile familia tu hapa nyumbani, na tunalishana chakula kile ambacho tunatakiwa ili tusonge mbele katika njia hii ya utakaso. Lakini hizi kashangaza sana wakati ambapo tunajua kwamba mtu anafanya jitihada kila wakati kutumia MB zake, kutumia muda wake, lakini baadaye ije kuonekana kwamba huyu ndugu mwisho hata amaliza vizuri. Aidha unaharibu muda wako, lakini uko bize tofauti kabisa na ukweli wenyewe. Sasa jiulize ni nini ambacho kinatendeka. Hii neema ambayo tumeipata sio kila mtu ambaye anayo, hakuna, na sio watu wote ambao wanajua, ambao wanafahamu kwamba mzaliwa wa pili yupo. Lakini wewe neema hiyo imekujia kwa wakati huu, una huu utambuzi, unajua kwamba yupo, na lengo la kuja kwake ni utakaso wetu, tupate kurisi agizo kula vitu, tupate kurisi longe la bwendea uzima wa milele. Sasa ndani ya njia tena unafanya mzaa, unafanya hiki na kile. Sasa lini utafika? Aidha mtu anabaki, aidha mtu anaendelea, anatoka, aidha anaendelea, mambo kama hayo, kwa sababu mambo kama haya hatuyapati kila wakati, na neema huwa ina mwisho wake. Ndivyo maandiko yanavyosema kila wakati. Sio tema ya leo. Aliye na masikio nafikiri amenielewa vizuri. Siku ya leo tutaongelea tema ambayo inahusu ishara iliyofichwa ya taji ya miiba. Taji ya miiba. Aha. Na jua nyote mnajua ni wapi ambapo tunagusia, maana hii mada ambayo tutaigusia hata nyinyi wenyewe mnaweza mkaujiuliza akina nani katika hiyo mikusanyiko ambao wanaweza wakaongelea kuhusiana na hii tema, kwa sababu tunajua kwamba katika Biblia za kisasa imeandikwa huyu atakayeita Yehoshua, Yesu wa Nazareti, walimuweka taji ya miiba kichwani. Wauliza wote wanaojiita kwamba ni wachungaji, kwa nini aliwekewa hiyo? Sababu yake ni nini hasa? Hamtapata maelezo, lakini hapa mtaenda kupata maelezo ya kina zaidi, kwa nini walimwekea taji ya miiba kichwani huyu anayeita kwamba ni Yesu, ingawa hajawahi kuwepo, lakini kulingana na maandiko gisi walivyoandika. Kwa hiyo kuna siri kubwa ambayo ipo, ambayo imejificha kuhusiana na taji ya miiba. Ipo na mtaenda kuitambua kwa siku ya leo, kwa sababu wao wanasema kwamba ni wakati ambapo huyu anaita Yesu alikuwa sijui njiani kwenda Goligota huko
hadi akawekwa, akamwekea nani taji ya miiba, kila kitu, akawekwa kwenye msalaba, ikaandikwa pale, sijui huyu ndio mfalme, sijui kama Wayahudi, mambo kama hayo. Haya yote lakini sisi tutaongelea kuhusiana na taji ya miiba wakati alipowekwa, aidha alipowekwa kwenye msalaba kwa mujibu wao. Tutaenda kwanza kuangalia gisi wanavyoandika kwenye mitandao, aidha kwenye Google, unaweza ukasearch hata kwenye Wikipedia kuhusiana na taji ya miiba. Nilitafuta pia ili kuonyesha namna gani wao wanavyosema, lakini sisi tutaingia kulingana na ukweli, lakini mupate picha kwanza. Kwa nini? Je, hii ishara ya taji ya miiba imeshawahi kutumiwa, aidha kutumika sehemu fulani, aidha wakati fulani? Ndio, aidha hapana. Aidha kulikuwa aina gani ya taji ambayo ilikuwepo kipindi hicho, na zaidi tunaongelea kipindi cha nani? Cha Warumi, kwa sababu kwa mujibu wa Biblia ni wao waliomweka huyu wanaita Yesu hilo taji la miiba. Kwa hiyo tutaenda kuangalia tamaduni yao, kwa sababu hawezi wakafanya kitu ambacho hawana chimbuko nacho. Lazima watakuwa wanafanya kitu fulani ambacho labda wanaweza kikafanana na hicho ambacho wamekifanya. Twende kuangalia kwenye Google. Ukiandika kuhusiana na taji ya miiba, mimi niandika katika Kifaransa, labda Kiswahili hauwezi kupata sijui, lakini katafsiri kwa Kiswahili inasema taji ya miiba ni ishara ya mateso na unyonge. Nafikiri hapa mnaanza kuelewa kwanza ni kwamba ni ishara ya mateso na unyonge. Taji ya miiba ni ishara ya mateso ya Kristo, na hapo ndipo watasimamia hata wanaojiita kwamba ni wachungaji. Lakini wanaendelea kusema kwamba katika Roma ya kale, askari aliyefanya vitendo vya ushujaa alipambwa kwa taji ya mnyororo, kuna mabano, au taji ya kiraia. Narudilia tena, katika Roma ya kale, askari aliyefanya vitendo vya ushujaa alipambwa kwa taji ya mnyororo au taji ya kiraia. Ina maana kwamba kulikuwepo na taji katika Roma ya kale ambayo ilikuwa imewekwa tu, imehifadhiwa kwa yule askari ambaye atafanya mambo ambayo ni mazuri zaidi sana, na zaidi ni tutaendelea kusoma, mtaelewa kwa nini. Lakini sio ya miiba, bali wanamwambia kwamba ni ya mnyororo, aidha taji ambayo ilikuwa inaitwa taji ya kiraia. Wanaendelea kusema taji hii ilitolewa kwa askari aliyeokoa maisha ya raia wa Kirumi. Yaani ikiwa kuna askari ambaye ameokoa maisha ya raia wa Kirumi, huyo askari alikuwa anavikwa hiyo taji. Sio ya miiba, hapana, kwa sababu ya miiba ni ya unyonge, ni ya mateso, si ndio? Sasa mtu ambaye ameokoa mtu na watu wamefurahia, wameshukuru, hawezi akawekewa hiyo taji ya miiba. Kwa hiyo walikuwa wakipewa taji, wanavikwa hiyo taji ya kiraia, taji ambayo ni ya mnyororo, sio ya ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba mtu anapovaa, yani ni mtu ambaye ana thamani sana katika jamii. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Sasa tunarudi kwenye swali, ikiwa Warumi walikuwa na tamaduni hiyo ya kumwekea taji yule askari ambaye ameshinda, aidha amefanya jambo ambalo ni zuri kwa raia wa Kirumi, hayo mawazo sasa yalikuja wapi ya kumvika huyu anayeita Yesu taji ya miiba? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini hawakumwekea hiyo taji ya kiraia ya mnyororo? Kwa nini waweke taji ya miiba? Unatakiwa kuelewa kwamba kulingana na Biblia za kisasa, huyo Yesu hakustahili taji ya kiraia, hakustahili taji ya mnyororo. Kwa nini? Kwa sababu hakuokoa maisha ya mtu yeyote. Lakini kwa nini wakaweka taji ya miiba? Mtaelewa kwamba katika maandiko yao ndani ya kitabu cha Kutoka sura yake ya 28 mstari wa 36 ndani ya Biblia za kisasa inasema, kisha utatengeneza. Hapa wanamwambia ni Musa ambaye anapata maelekezo kutoka kwa Yehova Mwenyezi Mungu, Mungu wa mabwana, ili kutengenezea yule ambaye wataita Haruni kitu fulani ambacho tunaenda kusoma. Kisha utatengeneza kibati cha dhahabu safi na kuchora juu yake kama mtu achoravyo muhuri wakfu kwa Mwenyezi Mungu.
Kwa hiyo Yawe Elohim El Shaddai anampatia maelekezo Musa kile atakachokifanya. Na mstari wa 37, kibati hicho utakifunga mbele ya kilemba kwa ukanda wa buluu, yani bluu. Na mstari wa 38, Aroni atakivaa kibati hicho kwenye paji la uso wake. Kwa hicho kibati atachukua lawama ya makosa ambayo Waisraeli wanaweza kuwa wameyafanya katika kunitolea tambiko takatifu, nami nitazikubali tambiko zao. Kwa hiyo hicho ambacho ni kibati, yani tuseme ni kitu ambacho Musa aliambiwa achonge, alafu atakiweka sasa, kitakuwa hapa, yani ni kama vile wanamfunga hapa, ni kwa namna ya, ni aina nyingine ya taji, lakini ilikuwa kama vile kama jinsi tulivyosema ni namna ya ukanda wa bluu, na ukanda wa bluu ambapo utaweka kwenye nini, ni taji, ni mviringo, ni nani, duara, kama jinsi tunavyojua. Yani tayari hapo inaanza kuonyesha kwanza ile alama aiza chanzo cha aina ya taji nyingine ambayo ilikuwa inawekwa. Hii ilikuwa ni kwa ajili ya kumthamini pia na kufanya mambo ya kikuhani kama kawaida. Tunaenda polepole. Kwa hiyo hii ishara ya taji ilikuwa ni ishara ya taji ambayo ni ya thamani kubwa sana, ambayo tumesoma kuhusiana na Haruni. Haruni ambaye tunajua kwamba ni kaka yake mkubwa wa Musa, yeye alikuwa ni kuhani mkuu, na ili kwamba aendelee kufanya kazi za shughuli ya Mwenyezi Mungu, alitakiwa afanye, yani kuwe maelekezo fulani ya namna gani watakavyofanya, kwa sababu yeye alikuwa pale kwa ajili ya mambo ambayo ni matakatifu. Sasa taji ya miiba, tunarejea kwa huyu anayeita Yesu, aliyowekwa Yesu kwa mujibu wa Biblia, haikuwa tu kuhusiana na kudhihirisha unyonge, aidha sijui mateso kama jinsi wanavyosema, no, lakini nyuma kuna siri. Kwa nini walimwekea hiyo taji ya miiba? Nyuma Warumi walipokuwa wakiweka hiyo taji ya miiba waliweka kwa sababu wanajua kwamba ni kitu ambacho kilikuwa tayari kimeshatabiriwa, ni kitu ambacho kilikuwa kimeshajulikana. Tutapita kidogo katika andiko zingine kabla ya kusema ni nini hasa, maana sisi hatuingii tu moja kwa moja. Lazima tudhibitishe pia na maandiko. Ndani ya kitabu cha Yohana sura ya 19 mstari wa 2 nasema, nao askari wakasokota taji ya miiba, wakamtia kichwani, wakamvika na joo la rangi ya zambarau. Kwa hiyo walisokota, wakaweka hiyo taji ya miiba, boom, wakamwingiza huyu anayeita Yesu kwenye kichwa. Ishara ya taji ya miiba kwenye kichwa cha huyu anayeita Yesu. Andiko la Mezali sura yake 22 mstari wa 5. Sasa ndipo mwende kupenya kwa nini walifanya hivi, kwa nini walimwekea. Mezali 22:5 inasema, njia ya wahovu imejaa miiba na mitego. Anayetaka kuhifadhi maisha yake ataiepa. Kwa hiyo walipenda kuonyesha kwamba hawa wanaoitwa Warumi, huyu anayeita Yesu ni mwanaume mbaya sana. Nafikiri hili litawakera wale wanaoamini Yesu, lakini ni hivyo tu, wakubali. Yani alikuwa ni mwanaume mbaya, alikuwa mkuu wa majambazi, na ndio maana hata kwenye mti aidha kwenye msalaba alikuwa na majambazi pembeni. Msikilize kwa makini haya mambo, hamjawahi kuyasikia. Kwa hiyo Yesu, ili kuwekwa taji hiyo ya miiba, kwanza ni kwa sababu alionekana kwamba yeye mwenyewe ni mwanaume ambaye hana maadili mema, yani hafai katika jamii, yani ni mkuu wa majambazi. Alafu tena yeye anayejitangaza kwamba yeye ni mwokozi. Hivyo ndivyo alivyonichukulia na hivyo ndivyo alivyosema. Ndio maana njia ya mtu ambaye ni mbaya wanawaambia kwamba ilijawa na miiba, yani inajawa na miiba, na tutaenda kuwaonyesha miiba ni nini, maana ya miiba katika ulimwengu wa giza la kichawi, katika ulimwengu wa kiroho wanachukulia namna gani, ulimwengu huu wa hali inayoonekana ni nini miiba, na kuhusiana na viumbe maana ya miiba ni nini. Hapo ndipo mtaenda kupenya na kuelewa kile ambacho kilifanyika kwa huyu anayeita kwamba ni Yesu.
Kwa hiyo njia ya huyu anayeita Yesu ilikuwa ni njia ambayo imejaa miiba, ndio maana walimwekea taji ya miiba pia. Ndio maana sasa tunatoka katika Biblia za kisasa tunaingia ndani ya Kala Tandimsi ili twende kuwaelezea sasa kuhusiana na miiba ni nini na kwa nini hiyo taji ya miiba. Mafundisho yetu kama kawaida yatakuwa na vipengele mbalimbali. Kipengele cha kwanza, ishara iliyofichika ya miiba. Tunaenda katika kitabu cha Ebotedi sura ya kwanza mstari wa 161 hadi 162. Ebotedi inasema hivi. Hapa ni wakati ambapo Moto anatuelezea maisha, anatuelezea mambo kadhaa yaliyotendeka, yaliyokuwepo hapo awali. Sasa atatuelezea kile kilichotendeka. Msikilize kwa makini. Anasema, Muto na mimi mwenyewe sote tulifunikwa kabisa mmoja na mwingine, kuna mabano, muungano uliothibitishwa na hali inayoonekana. Tunafunga mabano, kuna mkato, bila pazia lolote la mwili linaloficha dhana zetu za kiakili na kiroho, kuna mabano, umoja bila shutuma. Mstari wa 162, hatukuwa na haya kati yetu. Huyu ni Moto anasema hivi. Muto na mimi, kuna mabano, hatukuwa na miiba. Hatukuwa na miiba, sikilizeni kwa makini, au mawe ya kuzuia mbegu isipande ardhi. Tunasimama kwanza hapa. Tunajua kwamba katika kipindi hicho cha Moto kabla ya anguko, miiba haikuwepo. Miiba imetokea baada ya anguko, yaani ni kitu ambacho kilikuja baada ya anguko, ili kupenda kuonyesha kwamba miiba si kitu ambacho kilikuwepo tangu uumbaji. Sasa Moto anasema hata kama, kwa sababu haya maneno anayoyataja, anayoyaongea yana maana yake kiroho, kwamba katika kipindi hicho ambapo walipokuwa wao wawili, wakati walipokuwa wao wawili, hawakuwa na aibu kati yao na hapakuwa miiba. Sasa hiyo miiba, kwa nini Moto ataje miiba wakati huo miiba haiwezi ikakuwepo tu? Kwa nini ataje miiba? Ni kwa sababu miiba itakuwa na maana fulani. Hapo baadaye mtaenda kuelewa. Hatukuwa na miiba au mawe ya kuzuia mbegu isipande ardhi. Tunafunga mabano. Mimi Moto nilifungua kinywa changu na kumwambia Muto, kuna nukta mbili, tangu wakati wa kwanza nilipokutazama wewe, ambaye ni mwingine mimi kama udongo, ili kupokea mbegu kwa idadi inayojulikana katika uhalisia huu, kuna mabano nje, nilijua kwamba wewe ulikuwa uzirisho wa kupendeza wa mawazo yangu. Hivi ndivyo Moto anasema, namwambia Moto. Tulichokichukua zaidi sana katika ile andiko ni kuhusiana na miiba. Kwa hiyo miiba katika kiroho, ndugu zangu, itawakilisha kitu ambacho kitazuia mbegu isimee katika udongo. Sijui kama mnaelewa hivi. Kwa hiyo unaenda unachukua mbegu unaweka ndani ya udongo, lakini miiba inakuja kusonga ili kwamba hiyo mbegu isipate kufanya nini? Kutoa matokeo yake. Katika hali ya kiroho tunaona hivi. Kwa hiyo ishara kwanza kwa upande huu wa kiroho inaonekana kama vile ni kitu ambacho kitakuja kuzuia ili kwamba mbegu isipate kutoa mazao. Tafadhali mwangalie vizuri leo, naona maiki zinafunguka sana. Kipengele cha pili sasa, miiba katika maisha ya kila siku. Miiba katika maisha ya kila siku. Tunaenda katika kitabu cha Byala Bamunya, yani Mezali 15:19. Inasema, njia ya mvivu kumrazi, njia ya mvivu hufunikwa na miiba, barabara ya watu wanyofu iko wazi. Kwa nini? Kwa sababu miiba katika andiko hili, katika hali inayoonekana, pia itawakilisha kizuizi, yani inaweza ikakuzuia aidha magumu, matatizo ambayo mtu anayapitia. Hiyo ni miiba pia. Kuna bili, kuna nani ambayo unatakiwa kulipa, hauna pesa, nini, niko na MB zimeisha nini, yani umevamiwa.
hiyo ni miiba pia, yaani ni vizuizi vinakuzuia usifanye kitu hiki, usifanye kitu kile. Hiyo pia ni aina nyingine ambayo unatakiwa kuelewa kuhusiana na miiba. Kitabu hicho cha Byalabamunya 22:5 inasema mwenendo potovu una miiba na mitego mingi sana, hivi kwamba mtu lazima aepuke ikiwa anasamini maisha yake. Narudilia, mwenendo potovu una miiba na mitego mingi sana, hivi kwamba mtu lazima aepuke ikiwa anathamini maisha yake. Hata wewe mwenyewe unapoona miiba iko hapo, unaenda tu na miguu peko piu piu piu, napita tu, unapenda kitu gani, itakuingia na hapo unapata maumivu. Ndio maana sasa muwe makini, tunaenda katika kitabu cha Uonja, ataenda kufunua mambo mengine ambayo hatujagusia hapa. Uonja sura ya 5 mstari wa 1 hadi 6. Uonja ndio yule ambao wataita nani kwa jina la Isaya. Anasema, nitamwimbia wimbo kiroho Loba muhumba wa pekee juu ya moja ya mizabibu. Kulikuwa na mizabibu kadhaa, kuna mabano watu weusi. Loba, yaani mizabibu inachukuliwa kwamba kwanza ni watu weusi. Kwenye ardhi yenye rutuba, kuna mabano wasi. Mutatedi alikoroga udongo kiroho, kuna mabano alitenganisha wazungu na damu mchanganyiko metisi kutoka kwa wasioanzishwa. Loba. Hivi ndivyo maelezo ya Uonja ilivyo. Kwa hiyo Mutatedi akatenganisha wazungu na damu mchanganyiko kutoka kwa wasioanzishwa. Tunaendelea kusoma. Akaondoa mawe kiroho, kuna mabano demon za kivita. Kwa hiyo demon za kivita pia zinachukuliwa kama mawe, yaani katika ulimwengu wa kiroho demon za kivita zinawakilisha mawe. Na kupanda mmea wa ladha, kuna mabano mkuu aliyeanzishwa. Tunafunga mabano. Alisimamisha mnara, kuna mabano aliweka mlinzi katikati ya moja ya mizabibu, na pia akachimba kiroho tanki la divai, kuna mabano mafundisho. Kisha akawaamrisha, kuna mabano wasioanzishwa, wazae zabibu nzuri, kuna mabano matendo mema, lakini wao, kuna mabano wasioanzishwa, wakazaa mabaya. Hivi ndivyo unavyotakiwa kwanza kuelewa jinsi Mutatedi anavyotuelezea hapa. Alafu anaendelea, sasa basi wakazi wa Lunganapi na watu wasoma, angalieni katika hali zenu za ufahamu kati ya neno la Loba na mizabibu, yaani wasioanzishwa. Afanye nini zaidi kwa mzabibu huu ambacho hajaufanyia? Mutatedi alifanya kila kitu, akawapatia mafundisho, akawapatia kila kitu, ulinzi, roho za gizo, kula vitu wako pale lakini wanaambia sasa nimewatenga na wazungu na damu mchanganyiko, angalieni sasa, fanyeni matendo yenu yawe mema. Lakini hakuna kitu gani ambacho Mutatedi hajawafanyia? Ni kitu gani ambacho mizabibu hiyo haijafanya? Kila kitu Mutatedi amefanya. Ndio maana akasema, sasa basi wakazi wa Lunganapi na watu wasoma, angalieni katika hali zenu za ufahamu kati ya neno la Loba na mzabibu. Afanye nini zaidi kwa mzabibu huu ambacho hajaufanyia? Kwa nini Mutatedi alipotoa amri ya kutoa zabibu nzuri ilitoa zabibu mbaya? Kwani sasa hivi ndivyo Mudima Bekokisedi ataufanya mzabibu. Na mkisikia Mudima Bekokisedi, kila kitu kimemalizika. Mumeambiwa kila kitu, yani kila kitu tumepewa, kuna hiki na hiki na hiki, lakini hakuna. Sikilizeni sasa. Sasa hivi ndivyo Mudima Bekokisedi ataufanyia mzabibu. Atabomoa ua ili liwe malisho. Atauondoa uzio, kuna mabano kuondoa ulinzi wa mlinzi, yani mlinzi ulinzi wake unatoka, ili uwezi kukanyagwa tena chini ya miguu ya wazungu na damu mchanganyiko, kwa sababu alikuwa tayari ameshawatenganisha ili kwamba msiingie katika hilo. Kwa hiyo ulinzi unatoka, wazungu ua ambao ulikuwa pale unatolewa, tena wanakuja ili wafanye kile ambacho watawafanya, kwa sababu mazikio yenu yamekuwa ni magumu.
Mudima Bekokesedi ataipunguza kiroho kuwa uharibifu, haitakatwa tena au kupandwa kwa muda usiojulikana. Michongoma na miiba itamea huko, na mudima mimbu, yani roho wa misimu, hatatoa mazao kumradhi, atatoa maagizo kwa mawingu ili asiruhusu tena mvua kunyesha kwenye mzabibu huo. Swali ambalo aliuliza kaka Francis jana. Yani mudima vibu ndiye aliye nyuma, ikiwa mvua itanyesha, iza itanyesha ni yeye. Kwa hiyo kuna mihiba ambayo itamea kwa sababu hakutakuwa kupalilia, hakutakuwa tena kulima nini, kila kitu kitakuwa hivyo tu, mambo yote yamechangana na wazo mwanadamu changanya mambo ya ajabu ajabu, matendo ya maovu na mengine. Okay, miiba, kila kitu kime. Sasa miiba itawakilisha nini? Hapa tayari tumeona kwamba miiba pia ni adhabu ambayo inatokea. Miiba pia ni kifo pia ambacho kinatokea kwa watu. Sio kama unapenya hilo. Kipengele cha 3, utambulisho wa miiba katika ulimwengu wa kichawi. Miiba katika ulimwengu wa kichawi inamaanisha kitu gani? Nginya ambao watita Ezekieli sura ya 2 mstari wa 6 inasema, na wewe mwana wa moto usiwaogope wala usiogope maneno yao, ingawa wewe pia upo karibu na michongoma, kuna mabano demon mseto za misituni, tunafunga mabano, na mihiba, kuna mabano demoni za utajiri wa hali inayoonekana. Yani miiba itawakilisha katika ulimwengu wa kichawi demoni za utajiri wa hali inayoonekana. Sijui kama mnapenya hili. Demoni za utajiri wa hali inayoonekana itawakilisha katika ulimwengu wa kichawi miiba, pamoja nawe na kwamba demoni nge zinatafuta maisha yako, usiogope maneno yao wala usifadhaike na nyuso zao. Kwa hiyo ndugu zangu, miiba katika ulimwengu wa kichawi itawakilisha demoni za utajiri wa hali inayoonekana, na mtajua kwa nini, na ndipo mtajua kwa nini miiba, aidha taji ya miiba inalinganishwa na huyu anayeita Yesu. Mtaenda kuelewa vizuri. Kudumane mula sura yake 44 mstari wa 6 inasema, sehemu nyingine ilianguka kati ya miiba, kuna mabano demoni za utajiri wa hali inayoonekana, tunafunga mabano, miiba hiyo ikapanda na kuisonga. Hii ni hadithi halisi kabisa ya mpanzi, nyote mnajua hiyo. Na mstari wake wa 18, Kudumane 44:18, asiyeanzishwa aliyeipokea mbegu kati ya miiba ni yeye alisikiaye neno, bali ndani yake miangahiko ya kari na ushawishi wa utajiri, kwa sababu ya demoni za utajiri wa hali inayoonekana usonga mahali ambapo neno litakaa kama fundisho na kuifanya isiwe na matunda. Maana yake nini? Yaani miiba itawakilisha demoni za utajiri wa hali inayoonekana. Unaweza ukawa unasikiliza neno, lakini utakuta sina pesa, sina hiki na kile. Yaani utakuta mtu mwingine anaweka hata pesa mbele, neno lije nyuma. Haiwezekani. Kwa hiyo itakuwa vigumu zaidi sana neno kwenda kukaa sehemu ambapo inatakiwa kukaa, kwa sababu tayari kuna tamaa ya pesa iko tayari pale. Ni vigumu. Ndio maana mtu huyu atasikia neno, asante, wow, neno la luba vizuri, lakini alitatulia kwa sababu kuna kitu kingine ambacho tayari kipo nyuma. Utasikia raha wakati unaposikia mafundisho, sema wow, luba tete, ni vema, lakini baada ya hapo inaondoka, kwa sababu chini kuna kitu ambacho kimo. Sijui kama unapenya hili. Chini kuna kitu. Kwa hiyo sehemu ambapo neno linatakiwa kukaa haliwezi, kwa sababu lazima kwanza hiyo hali iondoke ili kwamba neno lipate nafasi. Sasa ikiwa mumeona kwamba Warumi hawa wanaojiita Warumi walichukua taji ya miiba, ambayo miiba katika ulimwengu wa kichawi itawakilisha demoni za utajiri wa hali inayoonekana, wao wanajua kwamba huyu anaita Yesu kwamba ni jambazi, yaani ni kiumbe mhusika ambaye walihunda wenyewe, ambaye alikuwa na maisha mabaya. Lakini pia ikiwa wanasema kwamba wamemwekea huyo wanaita Yesu
taji la miiba, na tunaelewa kwamba ni utajiri wa hali, yani demoni za utajiri wa hali inayoonekana. Mnaelewa kila kitu ambacho kinatendeka katika hali inaonekana. Ndio maana mtakuta Vatican wametajirika kwa sababu ya huo mhusika ambao wanaita Yesu. Mnaelewa hilo? Angalia wanaojiita kama wachungaji, wanatumia tu jina la Yesu tu ili wapate utajiri, kwa sababu ile taji la miiba liliwakilisha kwamba ni utajiri wa hali inayoonekana. Ndio maana wote wanaosimama, anasimama anavaa suti vizuri tu, haleluya haleluya, anaanza kupata pesa, watu wanaweka pesa, kwa sababu kwa jina hilo, kwa huyo mhusika aliambatanishwa pia na mambo ya kifedha ili watu watajiriki. Yani ni business ambayo walifanya ili kuunda huyu mhusika, ili watu wapate kupata pesa kupitia jina la huyu jamaa. Hao watu wanaojiita kama wachungaji, manabii, wako matajiri kwa kitu gani? Mnafikiri kitu gani? Tunafanya miradi, tuna hiki na hiki. Hiyo miradi utaifanya kwa sababu tayari pesa zipo kulingana na kile ambacho tunasema haleluya, yes 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 yes, kwa sababu ni mhusika ambaye walitengeneza katika lengo la biashara, watajiriki. Lakini nyuma tunajua kwamba kuna kikosi cha demoni ambazo zipo, ila wale wanaoleta wana sababu yao maalum ya kutajirika. Ndio maana waumini wanaojiita waumini, wao wako pale, tumbo zinaenda hivi, hakuna chochote awali, na mchungaji anaomba tu, wao wanaenda wanampatia mchungaji, tumbo linasonga mbele, muumini tumbo linarudi nyuma. Anatoka nyumbani kwake na pesa, anaenda mpatia mchungaji. Anapofika nyumbani anaanza kulia, Mungu nipatie pesa. Wewe mwenyewe umeenda kuzitoa, leo unaomba tena Mungu akupatie pesa. Waone kama umechanganyikiwa. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo yanaendana kuhusiana na hilo taji la miiba ambayo huyu anayeita Yesu aliwekewa, kwa sababu yeye ni mhusika ambaye alihundwa. Wao walijua kwamba lazima hapa tupige mpunga, jinsi wanavyosema Watanzania, tupige mpunga, yaani wapate pesa kuhusiana na hilo jina, wapate pesa kuhusiana na huyu mhusika ambaye hajawahi hata kuwepo. Ila nyuma kuna demoni ambazo mnajua, mitele, yeye ndio yuko pale katika lengo la kubadilisha, la kupoteza watu kutoka katika chanzo halisi na kwenda kuvamia ujinga ambao wameleta. Nafikiri hapa mmepata picha kuhusiana na taji katika ulimwengu wa kichawi inazirisha kitu gani, kwamba ni demon za utajiri wa hali inaonekana. Kwa hiyo hicho kilikuwa kipengele cha 3. Kipengele cha 4 ni utambulisho wa miiba katika hali inayoonekana. Maana yake ni nini? Hakuna mkanganyiko. Maana nilisema kwamba miiba inaweza ikawakilisha matatizo magumu, vikwazo, kifo, adhabu, mambo kama hayo yote nimegusia. Lakini miiba pia katika viumbe ambavyo vipo katika hali inayoonekana inawakilisha akina nani? Miiba tunaenda katika kila nyanja. Ndio maana natakiwa kuelewa kwamba, ndugu zangu, tuko katika vita vikubwa sana. Tuko katika mapambano ambayo hamwezi mkamili. Tunaposimama aweza kutangaza ukweli huu, tumezungukwa na ni vita ambavyo hamwezi mkamili. Ni vita vya ajabu. Kweli unaweza ukahisi kidogo kama vile bwana, kama unasonga usongi, unasonga usongi. Ni vita tunapambana. Kwa sababu hiyo miiba, sisi tunapotoa neno tunatoa kwa nani? Kwa wasioanzishwa. Lakini tunajua kwamba miiba iko pembeni ambayo inawasonga wasioanzishwa ili neno lisipate kuingia. Ndio maana vita ni vikali. Sisi tunaongea hiki, wao wanasukumia. Usifanye hivi tu, angalia, unatakiwa kupata pesa, unatakiwa hiki na hiki na hiki na hiki. Neno ni nzuri, lakini angalia kwanza, fanya hili na hili na hili. Yaani tunapambana, lakini tunajua kwamba huko nao pia wanasongwa. Usipokuwa na pesa, wewe si chochote. Wakati huu mtaona wanaume ambao kwa mujibu wa wengine, kwa sababu wana pesa zao, watakuwa na wanawake ambao hata wengine wanasema kwamba huyu fulani hastahili na huyu. Mwanaume anaweza kuwa hata sijui kafupi hivi, hana meno, lakini kwanza ni katajiri, utakuta kanabeba mademu kabisa wako nyuma. Hauna pesa, hauna kitu chochote.
Na wengine watakwambia kwamba wewe unafikiri tutaangalia mwanaume uzuri wake, tutakula uzuri? Ni maisha, yani ni pesa kwenda mbele. Kwa wakati huu unapoenda kwenye familia, usipokuwa na pesa, hata kwenye kikao hauitwi, na ukianza kulalamika kwa nini mkuniita, na wewe ungeongeza, hata ungekuwepo ungefanya kitu gani? Ungeongeza kitu gani? Usipokuwa na pesa, yani wewe ni bure. Hayo ndio maisha ambayo watu wanaishi kwa wakati huu, kwa sababu kuna demon za utajiri wa hali inayoonekana. Muelewe hii. Na hapo mnapoangalia kuhusiana na fedha, hapa tunaongelea aina gani ya roho za gizo za zilizoanguka, kwa sababu mnajua kwamba kuna makundi matatu. Kuna kundi ambayo inawakilisha fedha la malaika walioanguka. Na hapo tunajua kwamba kuna uzao wao, watoto wao ambao wako pale, ambao wanafanya hiyo kazi ili kusukuma. Tunajua vita ni vikali, sio vya mzaa, ni vita kweli kweli. Kwa hiyo ndio maana sasa, ikiwa tumeona katika hali ya kiroho wanavyochukulia miiba katika ulimwengu wa giza la kichawi, tumeona miiba inamaanisha kitu gani katika hali hii tunayo, hali inaonekana. Tumegusia kuhusiana na matatizo magumu hiki na hiki, pia ni miiba. Lakini kuhusiana na viumbe ambavyo viko hai, kuna aina za viumbe ambavyo navyo pia vinawakilisha miiba. Kitabu cha Mukaisedi, yani Waamuzi, sura yake ya 14 mstari wa 2 hadi 9 inasema hivi: siku moja wanaume na wanawake wa kawaida siku moja wanaume na wanawake wa kawaida, kuna mabano, miti tasa, yani miti isiyozaa. Hao ndio wanaume na wanawake wa kawaida, yani inawakilisha miti isiyozaa, yani miti tasa. Hapa imeongelewa katika mambo ya nani, ya ishara. Yani muwe makini, msikilize jinsi utakavyoongea. Waliamua kuchagua mfalme, wakamwambia aliyeanzishwa, kuna mabano, mzeituni, tawala juu yetu. Lakini aliyeanzishwa, yani mzeituni, akajibu, je, mnafikiri nitaacha kuzaa matunda ya Roho, kuna mabano, mafuta, yanayothaminiwa na walioanzishwa wengine, kuna mabano, matunda matamu na yenye ladha, yani ndio walioanzishwa wengine, yani matunda matamu na yenye ladha. Hivi mnajua kwamba kila mmoja anapokuwa katika ukweli anachukua aina ya tunda fulani? Sijui kama mnaelewa hilo. Mnatakiwa kuelewa hilo. Kuna wengine unaweza ukawa labda ni embe, wengine papai, wengine labda chungwa, wengine ndimu, wengine ni hivyo. Mnatakiwa kuelewa hivyo. Unapokuwa katika ukweli, lazima utaambatana na aina moja ya tunda. Ukiwa sijui nani, si ndimu, yani unaona ni kaukali, ina maana kwamba kweli hapa kuna mambo ambayo yapo. Ndiyo, mnatakiwa kuelewa hivi. Lakini hapa wanatuambia hapa wa mizeituni tumeona, lakini aliyeanzishwa mzeituni akajibu, je, mnafikiri nitaacha kuzaa matunda ya Roho, kuna mabano, yani mafuta, yanayothaminiwa na walioanzisha wengine, kuna mabano, matunda matamu na yenye ladha, ili kujichosha kutawala miti ambayo bado haijazaa matunda? Alama ya kuuliza. Kisha wanaume na wanawake wa kawaida, yani miti tasa, wanaendelea, kwa sababu mizeituni amejibu. Wakaona okay, acha tuende kwa wengine. Kisha wanaume na wanawake wa kawaida, yani miti tasa, wakamwambia mkuu aliyeanzishwa, kuna mabano, mti wa mwembe. Yani mkuu, yani mkuu aliyeanzishwa, yeye anachukulia kama vile ni mti wa mwembe. Na tunajua kwamba mti wa mwembe kuna embe pia ambazo ziko kule, yani yeye ni mti, embe wanaweza kuwa ni fisi, labda yote inawezekana. Mti wa mwembe, wewe njoo utawale juu yetu. Wakamwambia mkuu aliyeanzishwa kwamba aje pia atawale juu yao. Lakini mti wa mwembe ukajibu, kuna nukta mbili, je, mnafikiri nitaacha kusema juu ya sheria, kuna mabano, matunda matamu na yenye ladha, kuna mabano ya neno la lugha,
ili kujichosha kutawala miti ambayo haijazaa matunda, alama ya kulisi. Kisha wakamwambia taifa takatifu, kuna mabano, mizabibu, njoni ninyi mtawale juu yetu. Lakini taifa takatifu likajibu, je, mnafikiri nitaacha kuzaa matunda, matendo na imani, kuna mabano, yani divai nzuri, tunafunga mabano, katika loba ambayo hujaza furaha na neno la loba na wale waliowekwa wakfu, ili kujichosha kutawala miti ambayo bado haijazaa matunda, alama ya kulisi. Hatimaye wanaume na wanawake wa kawaida, yani miti tasa, wakawaambia wazungu na damu mchanganyiko, metisi, kuna mabano, vichaka vya miiba, tunafunga mabano, kwa nia moja, njooni mtawale juu yetu, walisema. Katika hali inayoonekana kwa viumbe ambavyo vipo, miiba inawakilisha wazungu na damu mchanganyiko. Ndio miiba katika viumbe ambavyo vipo, yani wazungu na damu mchanganyiko. Kwa hiyo hao wanaume na wanawake wasioanzisha, tuseme, ambao ni wa kawaida, ambao hawana matendo mazuri, wakaenda basi kwa wazungu kuambia kwamba nyinyi basi njooni ninyi mfanye nini, mtutawale. Nao pia wazungu watasema namna gani? Na wale wazungu na damu mchanganyiko, yani metisi, wakajibu, kama kweli mnataka kutuchagua kuwa mfalme, njooni jiwekeni chini ya kivuli chetu, kuna mabano, utawala wetu. Na hicho ndio kitu ambacho kipo hicho ndio kitu ambacho kipo, yani miiba inatawala juu ya wale ambao hawapokei ukweli, ambao hawana matunda mazuri. Yani mwenendo wao si mzuri, wako chini ya utawala wa wazungu. Ndio maana wako pale ngoma ngiri ngiri ngiri, kwa sababu wanaamini yale mafundisho ya wazungu. Wako chini ya utawala wa miiba. Ndio maana Wonja sura yake ya 10 mstari wa 16 anasema, nuru ya tumbwane bila itakuwa moto, na mudima bekokisidi akiwa amejihami kwa upanga wa moto unaowaka, ambao uteketeza kiroho miiba yake, kuna mabano, wazungu na damu mchanganyiko, metisi, na michongoma yake, hao sasa ni wasioanzishwa kwa siku moja. Kwa hiyo kuna mambo ambayo watu wanaweza wakayaona, lakini hawajui maana ni kitu gani. Hivi ndivyo mambo ya kiroho yalivyo. Kudumanemula sura yake ya 57 mstari wa 17, hapa ni historia ya mwanamke ambaye mnamjua, mke wa Keti ambaye wataita Pilato, kuhusiana na ndoto aliyoiota. Alisema namna gani? Kwani wakati wa usiku, kabla ya kuonekana kwa Jokisabe mbele ya mume wangu Keti, yani yeye mwenyewe ndio anaelezea, kwa ombi la wazungu wa vyeo vya juu na damu mchanganyiko, metisi, wa jumuiya ya siri, mimi Ndoti, ndio mke wa Keti, niliota ndoto ya ajabu kuhusu Jokisabe, kwa sababu Ndoti ndio jina lake na maana yake ni ndoto tu. Wakati mimi Ndoti nikiwa nimelala fofofo, yani usingizi mzito, kwenye chumba cha ndoa karibu na mume wangu Keti, Mutateji aliruhusu kupitia roho wa ndoto za ajabu siri ya umuhimu wa Jokisabe kufichuliwa kwangu. Hii ilifanyika ili unabii uliotolewa na Jokisabe utimie. Jokisabe alitoa unabii katika kitabu cha Kudumane sura yake 25 mstari wa 15. Hii ilikuwa ndoto yangu. Mimi Ndoti nilijipata uchi kabisa, nimepotea kwenye msitu wa ajabu wakati wa mwezi mzima. Ghafla nilisikia mayowe na zogo kubwa, ngurumo zilinguruma, ardhi ikatikisika, na miti kadhaa yenye umbo mbovu, yenye nyuso za wazungu na damu mchanganyiko, yani mitisi, ikiwa imefunikwa na miiba, ilikuwa ikinijia. Mnasikia ndoto ya huyu mwanamke. Mimi Ndoti niliogopa na kuanza kukimbia. Nilipokuwa nikikimbia, kulikuwa na mlipuko wa mwanga wa nguvu kubwa. Katikati ya mlipuko huu wa mwanga, mti mzuri sana ulionekana, wa kupendeza na wa kuvutia sana kwa sura na kuvutia kwa uzuri, ukibeba matunda matamu kwa kuyaona
na ladha nzuri ya kupendeza kuonja. Matunda haya yalikuwa na harufu ya kupendeza, yenye kuvutia, yenye kusumbua na iliyosafishwa. Nilipotazama mimi ndoti, mti huu wa ajabu ulibadilika mara moja mwonekano wake, na mwonekano wake ukawa wa mtu mweusi aliyetokana na jamii yetu ya asili. Mtu huyu alikuwa Jokisabe, lakini mimi ndoti sikumjua bado. Alimeta kama shaba iliyosuguliwa, na Jokisabe akanisogelea mimi ndoti akiwa ameshikilia mikononi mwake vazi la neema, kuna mabano, chini ya mtazamo wa kutoboa wa roho wa mavazi ya uanzishwaji, tunafunga mabano. Kisha akanivika vazi hili la neema. Mara tu aliponivisha vazi hili la neema, ile miti yenye umbo mbovu iliyokuwa na umbo la wazungu na damu mchanganyiko metisi na kufunikwa na miiba ilitoweka mara moja. Muda huo huo mimi ndoti niliamka, kisha nikaanza kutafakari na kujaribu kuelewa maana yake. Saa chache baadaye, asubuhi na mapema, mimi ndoti nilienda kumwona mume wangu Keti, kwa sababu hakuwa tena chumbani au katika nyumba yetu ya ndoa. Kisha nikaelewa kwamba Keti alikuwa katika mahakama katika ua wa mali yetu. Wakati mimi ndoti nikitembea, nilipoona wazungu kadhaa wa vyeo vya juu na damu mchanganyiko metisi wa jumuiya ya siri, niliingia mahakamani na mara moja nikamtambua Jokisabe ambaye nilimuona katika ndoto yangu. Nilishangaa na kisha nilihisi hisia za ajabu. Kwa hiyo huyu mwanamke aliota ndoto hiyo, huyo mke ambaye wataita wa Pilato aliota hiyo ndoto, akaona miti ambayo ni mbovu, ambayo ina nyuso mbaya sana, na kweli akaona ni wazungu na damu mchanganyiko, hiyo miti ambayo imejaa miiba. Na katikati alipokuwa akikimbizwa, kukatokea mwanga moja kwa moja, akaona mti mwingine ambao ni mzuri, ambao ukabadilika umbo, ukaonekana ni mtu mweusi ambaye alikuwa ni Jokisabe, lakini yeye alikuwa bado hajamfahamu, hajajua kwamba ni Jokisabe, maana alikuwa uchi. Jokisabe akachukua vazi alilokuwa nalo akamvika. Hiyo miti yote ambayo ni wazungu na damu mchanganyiko, wakatoka. Lengo ni nini? Yaani hiyo ndoto ni namna ya mashambulio, aidha mashambulizi ambayo mwanamke aliyapata. Lakini pia lengo lilikuwa nini? Wakati ambapo huyo mwanamke atakapoona Jokisabe na hao wazungu, yaani lengo la shetani mliobombea ya mashambulizi haya ilikuwa kwamba akatai huo mti ambao ni mzuri na akubali hiyo miti ambayo ni mibovu, ili kwamba kutakapopambazuka akiona atamwambia mume wake kwamba maliza huyo mtu. Sijui kama mnaelewa hili, toa hukumu kabisa. Lakini kwa sababu neema ilifika kwake, aliona Jokisabe alimfanyia kitu cha ajabu katika ndoto, na kweli alipomwona anasema, si ndio yule mwanaume ambaye nilimuona katika ndoto yangu? Anasema, usimfanyie kitu kibaya, nimeota ndoto ambayo inamuhusu huyu ni mtu mzuri. Ndio maana mkaona kwamba mke wote wakafanya nini? Wakanani, wasema hatujaona tatizo lolote kwa huyo mtu, kwa sababu ya ndoto ambayo alikuwa tayari ameshaota. Kwa hiyo ndugu zangu, taji ya miiba ambayo huyu anayeita kwamba Yesu aliwekewa kwanza, kwa sababu kitu cha kwanza, alikuwa ni mhusika ambaye kwanza ni waongo, ambaye ana maisha ambayo ni mabaya, ambaye ni mkuu wa majambazi, ndio tukasema hivyo, ambaye aliwekwa hapo katika lengo la wale watakaotumia hilo jina wapate kutajirika, wajaze matumbo yao. Kwa hiyo miiba katika hali hiyo itaonyesha kweli kweli demoni za utajiri wa hali inaonekana. Na wakati huu hata sisi tulio katika ukweli huu tunapambana na hizo demoni za utajiri wa hali inaonekana. Kuna mara unapenda kufanya hiki, unapenda kusikiliza neno, unapenda kuendelea, lakini utakuta mimi sina hili, sina pesa, mambo hayaendi, kwa sababu tuko katika vita vya ajabu vikali, maana utajiri wa hali inaonekana nyuma na ni hizo demoni, yani ni miiba. Itakuwa vigumu zaidi sana kwako, aidha kwetu, kuweka neno katika kazi huku pesa hauna, unadaiwa hiki na kile. Yani mawazo yako yatakuwa kwanza kuhusiana na mambo ya pesa, neno haliwezi likatulia hapo hata kidogo. Lakini tukiangalia mambo tofauti,
kwamba hata kama sina hili, lakini kwanza neno, mengine yanakuja tu. Ila tunasahau mara nyingi tunapokuwa katika matatizo, tunaanza kufikiria kwanza matatizo, alafu neno inakuja baadaye. Kuna wakati mtu hata kama ni mkutano anasema mimi nitaingia mkutano na hata kwani tutafute ili baadaye. No, ingia alafu tafuta, kwa sababu natafuta kwanza ufalme, mengine yatakuja. Kwa hiyo tuko katika vita, na hivi vita hatuwezi tukaviweza sisi wenyewe bila msaada wa neno, haiwezekani. Kwa sababu hizi demoni za utajiri wa hali inaonekana, msifikiri kwamba ni mzaha, hazifanyi mzaha. Inawaambia ikiwa unafika katika wakati, hii ndio siri ya mwisho ambayo napenda kuambia ndugu zangu, ikitokea katika maisha yako hali ya uchumi, aidha hali ya fedha, aidha fedha, sio kwamba hautapenda fedha. Hakuna mtu ambaye anachukia fedha lakini kuna upendo wa fedha, yani mtu anaona kama fedha yani ndio kitu chake cha kwanza, yani mengine yani anaona kama no. Ukiona kama fedha ni kitu cha kawaida tu, hapo unaingia katika hali nzuri. Maana kuna hilo na uasherati, aidha uzinzi, ni vitu viwili hivi. Ukifanikiwa kudhibiti hivyo kwa uwezo wa neno, hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kikakusumbua hivi hivi. Inawaambia mambo ya wanawake, aidha wanaume, kwa sio wa kwako, ausiani nayo tena. Fedha, kunapokuwa kitu cha neno, mimi siwezi nikatoa hii, tutakufa njaa na mengine, bado ngali umebanwa tu kuhusiana na mambo ya fedha, bado hapo itakuwa ni vigumu zaidi kusoma. Inawaambia hii ndio si. Lakini ukiondokana na hayo, mengine hakika ndugu zangu wenyewe mtashuhudia. Inawaambia mtashuhudia, ili upate kujua mtu anamwamini Luba, apiti katika swala la fedha, atoboa, apiti vizuri, hapo tasema utukufu kwa Luba. Hii nayoongea najua ni nini ninachokiongea. Soma alibanwa sehemu hiyo. Soma alikuwa ameendelea sana kiroho, lakini hiyo sehemu hiyo ilikuwa inambana kweli kweli. Pesa zinapofika sema zinaingia ila alikuwa kweli kweli ana upendo wa neno, hapana mzaha, ila hiyo sehemu ilikuwa bado inamsumbua. Nimeshukuru Luba kupitia neno lake, na kuna kaka zetu wawili ambao wanaweza wakashuhudia haya mambo. Wakati ambapo tulipofanya lile jukumu kuhusiana na mleji wetu kwa upande wa kaka zetu wanaweza wakashuhudia vita ambavyo vilikuwepo, na hapo nilipata mafunzo mengine mengi sana ambayo niliona nikasema kumbe hili swala la fedha ndio linaonyesha mtu ni nani na nani ni nani. Inawaambia nikaelewa. Lakini ukipita katika hili, kila kitu kinakuwa ni kawaida. Inawaambia ni kawaida. Ukishikamana na fedha sana unaanguka. Inawaambia ukipenda fedha sana unaanguka. Labda nilikuwa naongeongea kama vile tuongee kama vile kaka na dada. Ukishikamana sana na fedha, ukubali utaanguka. Maana unaweza ukafikiri ukasema haya ambayo niko nayo mimi unajinyima hata kula, kwamba unachunga kwa sababu baadaye ufanye kitu fulani, ni vizuri. Huyu aliyekuambia kwamba utafika hiyo siku ni nani? Ukitoweka hapo, hizo pesa si wengine watazila. Ikiwa bado una utajiri, una pesa ambazo uko nazo, lakini unajinyima mwili wako, usikule hiki, usivaa hiki, kwa sababu unachunga, kwa sababu haijakatazwa kuchunga, lakini hauwezi kukafa njaa, na unajua kwamba una pesa ziko pale, unajua kwamba niko nafanya budget kwa sababu napenda kufanya kitu fulani. Ule aliyekuambia kwamba hiyo siku utaifika ni nani?
ukifariki hapo hapo, wengine hawatazila. Tuwe na namna hii ya kuona mambo. Ami nawaambia, utakuta mtu nani Monmon aliona hilo jambo ambayo Teta Sulemani anaangalia nani ikulu ambazo alijenga, akasema haya yote tu baadaye wengine ambao hawakupata hata nguvu na nini kuhusiana ndio watakuwa kumiliki hivi. Hapana, no no, hapana, haiwezekani. Kuna mzee mmoja ambaye taarifa fulani ambayo nilipata nyumbani kwetu huko, aliona kwamba dalili za kufa kwake zimekaribia. Sio kwamba aliambiwa ni ulimwengu wa kiroho, aliona tu mwili wake kwamba no, hauko sawa hapa, nataka kumaliza. Sasa alikuwa utajiri wake ulikuwa nini? Alikuwa na miti ya ngazi, ndio ngazi mnaita nini sasa, sijui, mitende. Yes, mitende. Katika Kiswahili cha Kongo wanasema ngazi ndio maana huwa anachanganya alikuwa na miti, yani mashamba ya miti ya mitende, ana watoto wake. Akaangalia akasema yes, ni ngazi. Yes, hivi kabisa nataka kumalizika. Mnataka alichokifanya, alichukua, sijui ilikuwa ni nini, sijui kama alichukua nini, akaenda kukata yote. Watoto wakaja kumuuliza, baba, mbona umefanya sio? Watoto nimewasaidia, huu ndio urisi, maana haya mambo yanaweza yakawaumiza baadaye, naweza kawafanya mkauana mkapigana. Mzee aliona kwamba ni yani haya yote ambayo nimefanya tu yabaki hivi, wengine no, nakata. Lakini hiyo ni roho ambayo ni ya kishetani kweli kweli. Leo Luba kupitia neno lake anakusaidia, unajenga nyumba ambayo ni nzuri ya kifahari, unalala huko ungali tu na mwaka mmoja ndani ya nyumba, unaambiwa bwana, kesho unaondoka. Unasema no, hii kazi yote ambayo nimefanya tu kama mwaka kamoja tu, sasa baadaye wengine watanaye. Unaona, unaanza kuhisi, unasema niongezea hata miaka hata 15 hiyo ni wembanginya, sio wewe. Kwa hiyo tunafanya kitu, lakini tunaangalia vizuri kwamba ni vema kuchunga unapokuwa na pesa, lakini usijinyime. Uchoyo sio vizuri. Mtu ikiwa unafanya uchoyo kwako wewe mwenyewe, kwa mtu mwingine itakuwa ni hatari. Una pesa, umeona kitu ambacho yani hata mwili wako hata nafsi yako inapenda kabisa na sio kibaya, kwa nini ujinyime? Utachunga ni vema, lakini usife njana. Unayo mwili wako ambao unapenda, umeona vazi ambalo ni nzuri na pesa unayo, timiza ili kwamba hata mwili wako ujihisi vizuri. Tunaishi mara moja, katika hali inayoonekana ni mara moja, turudi tena. Ikiwa haukula sijui chapati, usifikiri kwamba katika ulimwengu wa kiroho chapati utaila. Na mwili wakati wake wa kufurahia kulingana na ukweli ndio hapa hapa, na ndio maana yeye akiondoka hapa yake imeisha tena. Hawezi akavaa tena vazi, hawezi akaweka tena kiatu kizuri, hawezi akaweka sijui rangi kwenye mkono, imeisha hivi. Usipompatia raha yake hapa kulingana na ukweli, yake imeisha. Mimi nimeshawahi kuona na kusikia watu ana pesa kweli kweli, lakini unamwambia anasema sina pesa. Maana yake nini? Anamaanisha kwamba zile ambazo zipo sio za, hakuna mpango wowote kuhusiana na hiyo, lakini anakosa hata tena, anaenda kukopa. Mmoja kuona mtu anaenda kukopa kwa mtu mwingine na ana pesa zake ndani, zake haziwezi zikatikisika hivi hivi, anatakiwa aende kukopa ili alipe baadaye. Mtu anajifanyia hivi. Kwa hiyo kupenda fedha hakika ni hatari sana. Sio vibaya, hakuna mtu ambaye anachukia pesa, hakuna anayechukia pesa, hakuna hata mmoja, lakini yani pesa zisikutawale wewe. Wewe tawala pesa, wewe uzitawale, hapana pesa zikutawale wewe, no, itakuwa ni vibaya. Yani uone ni kitu ambacho ni kawaida tu. Unapotoa kitu fulani kwa sababu ya hili na hili, isibaki ndani mwako, inakuumiza kwa kitu gani tena? Kwa hiyo demoni za utajiri wa hali inayoonekana zipo na zinahakikisha kwamba neno lisitoe matunda. Yaani mafundisho ambayo tunayapata, kuna mara mtu anasikia ni kama vile asikie, lakini baadaye tena anaenda kufanya vile ambavyo neno linakataza.
Unajiuliza ni kitu gani ambacho kinaendelea? Yeah, kwa sababu neno alikai, maana kuna kitu kingine ambacho kimo ndani. Kwa hiyo Yesu hajawahi kuwepo. Historia ambayo wamesema ni ya kuunda, lakini maana ya kuweka taji ni kwa sababu kuonyesha kweli kweli huyu mhusika alikuwa ni mkuu wa majambazi. Hii inaweza ikaumiza Wakristo, hilo ni tatizo lao, lakini hivyo ndivyo ilivyo, kwa sababu mkombozi wao hajawahi kuwepo na hata kuwepo. Wakijoki sana ambaye ni Kristo wa kweli alikuwepo na alikuwa mweusi. Luba kupitia neno lake anaendelea kujitukuza, na sote tunatakiwa kutambua kwamba, ndugu zangu, tuko katika vita ambavyo ni vikubwa mno. Kama nimegusia hapa mara mbili mara tatu, sio kwa bure. Tuwe makini na tuweke tumaini letu katika kile ambacho tunakipokea kila wakati, maana vita ni vikubwa mno, ni vikali mno. Ulimwengu wa giza hautaki yani tutoke nje, hawataki ukweli uchukue nafasi kubwa moja kwa moja, lakini tunajua kwamba neno itatusaidia tu na tutafika. Kwa hiyo muwe nayo tumaini kila wakati, neno linatenda kazi yake. Hakuna nguvu ambayo itaweza kusimamisha ukweli. Haijalishi matatizo ambayo kuna, weka neno mbele, mengine yanakuja baadaye. Haya mambo muyashike, ndugu zangu, kwa umakini mkubwa sana. Vita ni vikali, vita ni vikali, na tusipokuwa makini tunaweza tukaanguka, lakini tusikubali kuanguka kwa ile neema ambayo watoto wa Loba.